Bwana Mapenzi Manyibwa, unakuwa mratibu wa shirika la kiraia de la Dynamique de la Société Civile pour le Développement Durable huko Kivu Kaskazini, mashariki mwa DR Congo, Uvira. Sijui haujambo na karibu. Ndugu mtangazaji, Unaendelea vema? ndio tunashukuru Mungu. Asante sana, twende barabara kwenye lengo. Kutokana na hali ya siasa iliyoko nchini DRC, wewe kama coordinator wa shirika la kiraia upande huu ambako machafuko yalishuhudiwa, unazungumziaje kuhusu hili? Kwa sasa ni kusema ya kwamba sasa mambo inaendelea vibaya mpaka kwa leo hatujaona mwangaza wowote. Maparti politiki mengi hayaelewani kulingana na mambo inayopitia katika este ya RDC, na president de la republique anaendelea kufanya maefort fulani fulani, ila tumeona ancien president Joseph Kabila kuonekana Goma kufanya consultation ambazo kwa sasa hazijulikana lengo yayo. Hili yote inaleta changamoto na kufanya ya kwamba sisi wa acteur wa société civile kujiuliza swali mengi kwa ajili ya amani na kwa ajili ya umuhimu wa haki za kibinadamu hapa kwetu DRC, kwa maana vita vimetokea M23 ambao vilikuwa sio tu vita vya bunduki, pia vita vya kisiasa, ila tumesikia kwamba kumekuwa mazungumzo kule Doha mpaka sasa ona matokeo fulani ambayo imetokea kupitia mazungumzo iliyokuwa Doha. Tunaendelea kufuatilia kiundani kwa ajili ya kutetea haki ya kibinadamu hapa kwetu RDC na nchi hivyo hapa. Na unapozungumzia jitihada za rais wa DRC Felix Tshisekedi, ni jitihada zipi ambazo umezishuhudia wewe? Tumeona kwenye mashirika mbalimbali Ulaya kutetea nchi RDC mnamo Union Europeenne, ameenda kwenye tumeona pia kwenye Trump amepita kumtoa makubaliano ambayo imefanyika, pia ameenda Urusi. Yote ni strategia ambayo tunaona waliidite kwa Felix Tshisekedi kwa ajili ya kuleta amani Goma, na mpaka sasa tunaweza kurudia ya kwamba amani haijarudia, vita inaendelea ya M23 na watu wanaendelea kufa. Ni sisi shirika la kiraia ambalo tunaendelea kuangalia pia, ndio maana tunaendelea kusema ya kwamba mpaka sasa inabidi mastrategi mingi zifanyike kwa ajili ya maparti politique d'opposition na majorite ziikae pamoja, itafute nini nayo kwa nchi yetu Kongo na kumaliza vita kwa Nord Kivu na wasiobobea kwenye masuala ya kisiasa wanasema ujio wa rais wa zamani Kabila Goma unakuja kuchochea vita. Wengine wasomi wanasema anakuja kumaliza vita. Wewe kama kiongozi wa shirika la kiraia huko Kivu Kaskazini, mtazamo wako ni upi na wewe? Kwa sasa hatuwezi kupana profesi yoyote ama kusema ya kwamba inakuja kuleta vita ama inakuja kuleta amani, kwa maana ukianalize kwa leo system politique, system yenye kumprate ya kabambi kusema tulete amani inabidi kutenga fulani ama kuunga mkono fulani, inabidi tupromouvoir ile politique ya cohesion nationale, na ile politique ya cohesion nationale inaomba pia wa ancien président de la république, wa ancien ministre ya nchi yetu Kongo, ba opposant comme majorité wote wakae pamoja kwa ajili ya kutafuta suluhisho kwa pamoja, juu kwa maana Kongo yetu kiendelea katika ile mapolitiki ya segregation, mapolitiki ya opposition yenye iko farushi na tutafikia kwa kitu. Sisi kwa upande wetu tunaomba rais kama vile rais wa sasa wote wakae pasi moja, waone namna gani wanapaswa piganisha kwa pamoja kwa ajili ya kuleta amani katika Kongo. Na unapozungumzia kuhusu kutokusikilizana kwa vyama vya kisiasa, kwa mrazi, chama kipi na kipi ambacho akisikilizani? Sasa maparti politiki zote za opposition hazisikilizani na parti politiki za majorite. Angalia vizuri
depuis tumeanza 2019 wakati Rais Tshisekedi amekamata pouvoir, kulikuwa muonekano wa mazungumzo na cohesion kati ya maparti politike zimoja za opposition na zile ambazo ziko pouvoir. Kabla tumeona kuwa mariage kukatika ya FCC na Kash na ile yote limetokea kati ya mizozo iliyokuwa katika wanasiasa, na ile lifanya ya kwamba tumepata makrizi politiki za mingi ambazo zingesaidia nchi ile relation ingesaidia nchi kwenda mbele. Please walikuwa katika migogoro, katika mambano ya maparti politiki, fanya ya kwamba leo hii tunafika katika ambazo sema tupate solution kwamba tena muda mrefu. Na kwa sasa presque parti politiki zote za opposition haziendani na maide na maproposition maparti au pouvoir iko na opposé maparti au pouvoir nazo. Ukiangalia kiundani kwa undani hapo kwa hapo hawakutani, kuna katika mambo fulani. Ukiangalia opposition haieleweki katika parti au pouvoir FDC, INC na UDPS tunakuwa bako hakajaonekana vizuri, ila ukifanya analizo na comprendre que hawasemei kulingana moja. Naam, na kwa swali letu la karibu la mwisho, unadhani kipi kinafunga vita ya Kongo kumalizika? Kinachofunga kwa sasa ni kusipokuwa na ile tunaita uzalendo kati ya wapolitiki wa Kikongomani. Ukiangalia kila mtu anapenda ndio maslahi yake, atetee mwenyewe, afaidike yeye mwenyewe. Pia kote ya pili ile kusurutisha sana maiti fulani ambazo tunapenda zijiimpose katika gouvernement ya Kongo. Donc inabidi sisi Wakongomani na gouvernement congolais sisi ya kwamba ni sisi ndio tunaweza kuikaa pasi moja, opposition majority wakae pasi moja na wa society civile kwa ajili ya kuleta amani. Kama tutakubali opposition na majority ya kwamba inabidi kae pamoja ijiunge kwa ajili ya amani, na hiyo yote mavita iko natokea kwa maana wa opposition wako natumika na watu ambao wanatoka nje ya nchi wanaleta vita vile katika majorite ile mambo ya defense. Donc yote mnakuwa ile ukosefu uzalendo ambao unaonekana kati ya kuiba mali ya umma, kati ya kucreate ma rebellion na magrupu arme, ndio inafanya ya kwamba amani haijapia kitu peste ya RDC. Na kwa mwisho sekunde 2 ujumbe kwa raia. Ni kwamba sisi Wakongomani tujikaze, tuprendre conscience na tujue ya kwamba sisi ndio inabidi tutetee nchi yetu. Tujikaze, tuapuye maparti politiki ambazo zina mwenendo mzuri na ambazo zinaizotetea nchi. Tusitee katika mambo ya politiki, mambo ambayo iko ya populisme, umurazi na mambo ambayo ya fanatisme ya kusaidia watu ambao hawasaidii. Inabidi sisi wote parti politique ou acteurs en société civile la population pour prendre conscience que nous avons 65 ans d'indépendance, mais tout inaendelea kuzunguka kiamani, kiuchumi, kimaendeleo. Hakuna mwingine mwenye atatoka Ulaya ama atatoka nchi za Afrika alete amani kwa Kongo. Ni sisi wa politiki Congolais, ni sisi wa acteurs wa société civile au Congo, ni sisi population ndio inabidi tu wapate amani. Inabidi sisi ndio tu prendre conscience kwa ajili ya kutetea nchi na kupigana na adui hivi. Asante sana. Nakumbusha kwamba ilikuwa ni Mapenzi Manyibwa, mratibu wa shirika la kiraia anajulikana kwa jina la kimombo la Dynamique de la Société Civile pour le Développement Durable, Uvira, Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC. Uwe na siku njema. Nashukuru ndugu mtangazaji.